Yes, karibu sana mtazamaji wa Bashasha TV na Bashasha Media. Asante sana kwa kuendelea kutufuatilia. Usisahau hapo kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili uweze kuwa wa kwanza kupata habari zetu zote zinazoendelea za michezo, burudani, siasa, uchumi na kila kitu. Bana, baada ya mchezo wa Young Africans dhidi ya Fountain Gate ambao umemalizika kwa klabu ya Yanga kupata ushindi ambao 2-0, mabao safi kabisa kutoka kwa Prince Mpumelelo Dube, mtoto wa mfalme, lakini pia bao safi pia kutoka kwa Pacome Zouzoua baada ya kupokea assist nzuri kabisa kutoka kwa Juke Abuya. Wananchi wanafurahi kweli kweli na wamekusanya alama zao 3, maana tunaona sasa hivi wananchi wapo kwenye zone nzuri kabisa ya kimichezo na wanafanya vizuri na katika ligi lakini pia katika michuano ya kimataifa. Ikumbuka kwamba leo ilikuwa ni Diarra Day. Leo ilikuwa ni siku maalum ya goalkeeper wa Young Africans Diarra kupokea chochote kitu. Ama mechi ya leo wali dedicate kwa goalkeeper wao DJ Diarra, ambapo kaulimbi wao alisema leo wanavaa kimlegezo kidogo. Meneja habari wa Young Africans Alikamwe alieleza mapema kabisa pamoja na kina Priva kwamba Diarra Day watasherekea mechi yao ya leo na ushindi wao leo, na mechi itakuwa maalum kwa ajili ya Diarra. Kama kawaida yao Young Africans hawajawahi kuwa na jambo dogo. Lakini jambo kubwa katika mechi ya leo bana ni vibunda. Video hii hapa ikimuonyesha DJ Diarra akiokota kwa mashabiki wa Young Africans kama kawaida yao. Na ukitaka kujua mapenzi ya mashabiki wa soka, tazama jinsi ambavyo DJ Diarra ameweza kuokota kiasi cha pesa nyingi kutoka kwa mashabiki wa klabu hiyo na wenye mapenzi ya dhati na klabu hiyo, ambao wanatamani klabu hiyo izidi kufika mbele. Wanawapa motisha wachezaji wao. Kumbuka kwamba DJ Diarra ni moja kati ya mchezaji ambaye amekuwa akifanya vizuri na kuibeba Yanga katika matukio mbalimbali. Na mfano mzuri tu ni hata katika mechi yao ya kimataifa iliyopita, ameonyesha kiwango cha hali ya juu sana. DJ Diarra ni hazina kubwa sana na ni furaha kwa mashabiki wa Young Africans. Hebu tazama video hii, tazama ambavyo anapokea hapo maokoto. Wewe kama mpenzi na mshabiki wa soka, tazama hapo kinachoendelea. Angalia DJ Diarra alivyokuwa akiokota ama akipokea chochote kitu kutoka kwa mashabiki zake. Wanasema hiyo na wanakusanya maokoto 2-3 kutoka kwa mashabiki. Ikumbuka kwamba Young Africans wanaendelea kufanya vizuri hivi sasa katika ligi kuu, na katika michezo yao hivi karibuni wameonyesha kiwango cha juu sana. Ukitoka mchezo wa mwisho wa kimataifa ambapo walitoa sare, lakini nyuma yake waliweza kuibuka na ushindi. Na meneja wao habari anambwebwe kweli kweli, huku upande wa pili kwa upande wa klabu ya Simba kidogo hali ikiwa ni tete, ambapo tunaona wametoka kumtimua meneja wao meneja wao Pantev, ambaye alikuwa akinoa klabu hiyo baada ya kurithi mikoba kutoka kwa coach Fadu Davis, ambapo tunaona weekend hii bwana wamwambia bwana tunakushukuru, wewe endelea tu na mambo yako, sisi kwa kweli tumeshindwa, tunaona kidogo katika michuano ya kimataifa tufanye vizuri na vitu vingine kama hivyo. Lakini kwa upande wa pili huku Jangwani tunaona ni raha tupu. Wana Yanga wanaendelea kufurahia ama kuenjoy kiwango kizuri kutoka kwa wachezaji wao, ikiwemo DJ Diarra ambao leo ilikuwa ni Diarra Day na wameokota pesa za kutosha kabisa kutoka kwa mashabiki. Hii ni motisha nzuri sana kwa wachezaji, na vilabu vingi vya Afrika ama Tanzania vinapaswa kuiga utamaduni huu, maana mchezaji anapoona mapenzi ya dhati kwa mashabiki zao kama haya, ukiachana tuna mshahara, yani mapenzi ya dhati, mchezaji kutunzwa, kupewa maokoto kama hivyo, watu vijana wanasema maokoto ni kitu kikubwa sana kwake mchezaji, na kuwa na deni kubwa sana kwa mashabiki zake, ama kwa kuhakikisha kwamba wachezaji mashabiki wa klabu ambao anaipambania wanafurahia kile kitu ambacho amekuwa akikifanya uwanjani. Hivyo kinaongeza morali na spirit kubwa ya kufanya klabu kama klabu iweze kupambana kwa hali na mali kuhakikisha kwamba inapata
ushindi, lakini pia wanasema inamfanya mchezaji anywe sasa maji ya bendera ya timu. DJ Diarra ni hazina kubwa ya Yanga, na kwa zaidi ya misimu mitatu hivi sasa amekuwa akifanya vizuri katika klabu hii. Mlinda mlango nambari 1 ambaye kwa ukweli kabisa amekuwa ni tishio kweli kweli kwa vilabu ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Na ameshashinda tuzo ya golikipa bora kwenye tuzo zinazotolewa na TFF, lakini pia hata kule nchini kwao Mali ni tegemeo kabisa, na ameshashinda baadhi ya tuzo. Wewe kama mshabiki wa soka, hebu tuambie tukio kama hili kwa upande wako umelipokea vipi na umelionaje? La mchezaji kama huyu kupokea si mara ya kwanza. Tumeona Young Africans wakiwa na utaratibu, washamgaia Dickson Job, wameshamgaia Pacome Zouzoua, wachezaji wengi sana wameshaokota. Lakini kuna kipindi pia klabu ya Simba wachezaji baadhi kama akina Morris Abraham, japo si mara kwa mara, wamekuwa wakipokea kidogo kiasi chochote kutoka kwa mashabiki zao, ikiwa ni sehemu tu ya kuwapatia morali wachezaji wao ama pale wanapoonyesha kiwango cha hali ya juu katika mchezo. Hongera sana mashabiki wa Young Africans na timu nzima kwa ujumla na management, kuanzia kwa GSM kuja kwa rais wa heshima wa Young Africans, lakini pia kitengo cha habari kimekuwa muda mwingi kikichangamsha na kufanya ubunifu kama huu ambao unazua gumzo sana kwa wapinzani wao, lakini pia unakuwa ukitoa morali kwa mashabiki wa klabu husika na wachezaji pia kuweza kujua kwamba sisi tuna deni kwa wachezaji, kwa mashabiki wetu, tunapaswa kufanya vizuri. Hongera sana pia kwa Prince Dube siku hii ya leo, ambaye Prince Dube kwa kweli licha ya kwamba hakuwa na kiwango kizuri hapa katikati, lakini kila siku anajitahidi kupush na kuonyesha kwamba wananchi ninaweza. Ni mambo tu baadhi hajakaa sawa, na hii ni hali ya kawaida kwa wachezaji wote duniani, iwe mchezaji mkubwa ama mchezaji mdogo. Sasa tuambie ama tupe maoni yako hapo kwenye comment. Unaofurahia ushindi wa Young Africans hii leo ukiwa wapi? Pia usisahau kutufuatilia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, YouTube, Instagram na Facebook kama Bashasha TV, Bashasha Media. Asante sana.